Kuna breaking news hapa kuhusu tukio kubwa na la kutisha lililojiri hapo jana, ambapo genge la maharamia lililotumwa na Samia Suluhu Hassan liliingia nchini Kenya likiwa na lengo la kumteka mwanaharakati mmoja maarufu, na ilikuwa almanusra wafanikiwa katika hilo, kwa sababu walifanikiwa kumteka, lakini kama inavyoelezwa katika makala hii, kwa bahati nzuri alinusurika. Kwa hiyo fuatana na Jasusi TV ikikueleza kila kilichojiri katika tukio hilo katika hii ripoti ambayo ni exclusive. Sasa jana Februari 22 ya mwaka huu 2026 huko jijini Nairobi, mtetezi mmoja maarufu wa haki za binadamu mwenye asili ya Tanzania ambaye makazi yake ni nchini Kenya alinusurika katika tukio kubwa na la kutisha la utekaji. Mtetezi huyo wa haki za binadamu anafahamika kama Mshabaha Hamza. Wengi wenu mtakuwa mnamfahamu kwa jina la Think Different. Ni mtu maarufu sana huko kwenye mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa kijamii wa X, na ni mmoja wa wasaidizi wa karibu wa Maria Sarungi ambaye pia naye ni mwanaharakati maarufu mwenye asili ya Tanzania ambaye kwa mujibu wa taarifa makazi yake yapo nchini Kenya. Kwa hiyo kulikuwa imefanyika jaribio la kumteka huyu bwana Mshabaha au maarufu kwa jina la Think Different. Sasa taarifa zilizopatikana kutoka nchini Kenya kupitia kwa taasisi ya sheria ya Law Society of Kenya. Hili ni shirika ni chama cha wanasheria cha nchini Kenya, pamoja na taasisi nyingine ya haki za binadamu ya kimataifa, Amnesty International tawi la Kenya. Na taarifa yao imetolewa leo Februari 23 ya mwaka huu 2026, na imeeleza kwamba maafisa wa jeshi la polisi nchini Kenya katika kaunti za Lukenya na Kiumbi pamoja na ofisi ya DCI huko nchini Kenya walifanya jitihada kubwa ya kumnusuru Mshabaha. Vinginevyo saa hizi tungekuwa tunaongea lugha nyingine. Kwa mujibu wa maelezo ni kwamba vyombo hivi vya usalama nchini Kenya viliweza kuingilia kati jaribio la kumteka Mshabaha, na kwa mujibu wa taarifa hizo imeelezwa kwamba bwana Mshabaha alitekwa kwa nguvu, kisha wakampa madawa ya kulevya. Kwa hiyo alileweshwa na madawa, na baadaye katika mazingira ambayo pengine ni kama bahati alinusurika na wakaishia kumtupa katika eneo linalofahamika kama Lukenya Stage, na alikuwa amejeruhiwa. Kwa hiyo inaelezwa kwamba alijaribu kupambana na watekaji wake kabla ya kutupwa katika eneo hilo, na polisi walifanikiwa kulizuia gari lililohusishwa na tukio hilo na kuwakamata watu 3 waliokuwa ndani ya gari hilo, na waliokamatwa wametajwa kwamba ni Edward Mwai. Huyu ni raia wa Kenya lakini mwenye makazi yake nchini Afrika Kusini. Mwingine ni Nelson Wanjohi Kirika, hajafahamika ni raia wa wapi, lakini jina linaonekana kama la Kikenya. Huyu alikuwa driver wa gari lilohusika katika tukio hilo la utekaji. Na mwingine ni Azizi Hamad, huyu ni raia wa Tanzania. Na uchunguzi unaeleza kwamba lengo hasa lilikuwa ni kumchukua Mshabaha na kumpeleka nchini Tanzania. Kwa hiyo hasa hiyo ndio ilikuwa dhamira ya hawa watu waliofanya huo utekaji. Na sio ngumu kufikiria kwa nini wangependa kumteka, kwa sababu kama ni mtu wa karibu na Maria Sarungi, ina maana kuwa kutekwa kwake labda wangempata, ina maana pengine angeweza kuwapa access ya kumfikia Maria Sarungi. Lakini pia yeye mwenyewe ni mtu ambaye anakuwa anashughulika sana harakati na vile mkosoaji mkubwa wa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni mtu muhimu kufanya hicho alichofanya, japo hakikubaliki hata kidogo. Sasa kesi ya hili tukio imeshafikishwa, wenzetu Kenya wako faster sana. Tukio limetokea jana, kesi tayari imefunguliwa na kesi imefikishwa mahakamani, na kwa mujibu wa maelezo ni kwamba maelezo yaliyopatikana kutoka huko Kenya, kwa Mshabaha anatambulika kama ni mtetezi wa haki za binadamu ambaye amekuwa akishughulisha na harakati za masuala ya demokrasia, uwajibikaji pamoja na haki. Na kwa siku za hivi karibuni amekuwa ni miongoni mwa watu wanapiga kelele na sauti kubwa kuhusiana na unyama mkubwa uliojiri nchini Tanzania kuanzia Oktoba 29 ya mwaka huu ya mwaka jana 2025, na wengi wenu mnafahamu kilichojiri kuanzia muda huu, ambapo kwa mujibu wa taarifa inaeleza kwamba zaidi ya Watanzania 10,000 walichinjwa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Sasa huyu bwana Mshabaha au Think Different kama anafahamika kwenye mitandao ya kijamii amekuwa ni miongoni mwa sauti ambazo zinapigania haki ya wahanga, lakini pia kuhakikisha kuwa wote waliohusika katika vitendo hivyo vya unyama wanachukuliwa hatua stahili. Sasa moja kwa moja kitendo kama hicho kinamweka katika coalition cause na utawala wa Samia Suluhu Hassan ambao unataka haya yaliyojiri yasahaulike na yasiongelewe. Kwa hiyo hiki ni moja ya sababu ambazo zinaaminika kwamba zimechangia kutokea kwa hilo tukio. Sasa kwa mujibu wa maelezo inaeleza kwamba
hakuwahi kupokea vitisho kabla ya tukio hili, lakini hili linatarajiwa. Mara nyingi yanapotaka kutokea matukio kama haya, si rahisi, si mara zote ambapo labda mtu anapewa tahadhari, kwa sababu katika masuala kama haya wakati mwingine mtu mwenye dhamira kufanya uovu mara nyingi huwa anaificha dhamira yake, kwa sababu akimpa tahadhari mtu, labda mtu atachukua hatua, hasa katika nchi za kigeni wenzetu. Baadhi ya nchi ambao wanakuwa ukishapewa taarifa kama hizi, pia vyombo vya dola vinakuwa viko macho. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ni kwamba hakukuwa na vitisho vyovyote kuhusu usalama wake. Lakini yeye mwenyewe alisisitiza kwamba mazingira yake yalikuwa hatarini kutokana na harakati zake hasa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia huo ukaribu wake na Maria Sarungi. Kwa hiyo alikuwa ni target ya serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa hii taasisi ya sheria ya Kenya, Law Society of Kenya, pamoja na Amnesty International hapo tawi la Kenya, wamesifu hatua za mamlaka za nchini Kenya, taasisi mbalimbali hasa za kiusalama, zikisema kwamba pasipo jitihada zao hali ingekuwa mbaya sana. Kwa hiyo wamewapongeza vyombo vya dola nchini Kenya katika hilo kuingilia kati kuhakikisha kuwa jaribio hilo limekuwa halifanikiwi. Hata hivyo, mashirika hayo yametaka uchunguzi kamili ufanyike wa wazi na usioelemea upande wowote, hasa ikielezea kwamba wanataka kufanyika uwajibikaji, kuhakikisha kuwa si tu wahusika wanakamatwa, lakini pia kufahamu ni vigumu kitendo kama hiki kuwa kimefanywa na watu watatu ambao wana definitely kwamba hawa watu walikuwa wametumwa, lakini bado haijafahamika ni nani, lakini si ngumu kuhusisha jitihada hizi na jitihada ambazo zimeshawahi kutokea awali. Unakumbuka Maria Sarungi yeye mwenyewe amenusurika mara mbili. Kuna matukio mwaka huu, kuna tukio moja limefanyika mwaka huu mwezi uliopita, lakini pia kuna tukio jingine ambalo lilijiri mwaka jana. Kwa hiyo na jitihada zote hizi, matukio yote haya mawili yalihusishwa na utawala wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo bila hata kupepesa macho, bila hata kuwa na ujuzi wa masuala ya uchunguzi, ni rahisi kuhisi kuwa serikali ya Samia Suluhu Hassan inahusika moja kwa moja. Lakini pia mkumbuke Josephine ripoti wiki chache zilizopita kuhusu ziara ya mtoto wa Samia Suluhu Hassan, Abdul Halim Hafidh Amer, ambaye alitembelea nchini Kenya na ikazua mtafaruku mkubwa, kwa sababu Wakenya wengi wakawa wanasema huyu bwana amekuja sio kwa nia nzuri, lakini pia huyu mtu ana tuhuma kubwa huko kwao alikotoka nchini Tanzania, na taarifa zake zikawekwa mtandaoni. Bahati mbaya haikufahamika kwamba nini kilichotokea baada ya taarifa zile kuwekwa hadharani, lakini kulikuwa na wito kwa wanaharakati wa Kenya kwamba huyu mtu akamatwe kwa sababu taarifa zake zilikuwa ziko hadharani. Kwa hiyo inahusishwa tukio hili, kuna uwezekano kabisa likahusiana na ziara ya Abduli aliyoifanya huko karibuni. Kwa hakika hawa watu wana dhamira kubwa sana ya kuficha unyama waliofanya Oktoba 29, na moja ya njia ambazo wanajaribu kufanya ni kuhakikisha kuwa sauti zozote zinazosikika hasa kwenye mitandao ya kijamii zinadhibitiwa. Kwa hiyo wanahangaika kuwawinda watu nje za nchi, na haya yanayojiri, haya machache unayosikia kuhusu nje ya nchi ni kidogo tuna yanayojiri nchini Tanzania. Taarifa ambazo Justice imekuwa ikizipata kwa siku mbalimbali hivi karibuni ni kwamba kuna wimbi kubwa la unyama ambao unaendelea ndani ya Tanzania. Watu kadhaa wanatekwa, lakini pia idadi kubwa ya watu wanauawa. Na pia kuna taarifa nyingine ambazo Justice bado inafanyia kazi kwamba inaonekana kama kuna operation ya siri inayoendelea kuwawinda watu ambao aidha wanadhaniwa walihusika katika maandamano ya Oktoba 29 au wanadhaniwa kuwa na ushahidi, kwa sababu zile taarifa, picha, video za matukio zimekuwa zikirushwa katika taasisi za kimataifa. Kwa hiyo inasemekana kwamba kuna kama operation inayoendelea, japo mpaka sasa hivi haijawekwa hadharani, lakini kuna taarifa zinakuja kwamba kuna watu wanatekwa, kuna watu wanauawa, kuna watu wanateswa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata hili tukio lililojiri hapo jana nchini Kenya ni muendelezo tu wa jitihada zinazofanywa na serikali ya Samia Suluhu Hassan kuficha haya maovu yaliyotokea. Sasa kwa mujibu wa kumalizia, taarifa kutoka huko nchini Kenya zinaeleza kwamba mshabaha amethibitisha kwamba yuko salama baada ya kuokolewa, ingawa alijeruhiwa na kwa sababu alipewa dawa za kumlewesha wakati wa tukio hilo. Na mashirika haya, yani taasisi mbili, Law Society of Kenya pamoja na Amnesty International, yamesisitiza kuhusu ulinzi wa watetezi wa haki za binadamu ni wajibu wa kisheria na wa kimaadili kwa nchi zote zinazohusika. Na hii inaleta taswira kwamba kama kuna mshikamano kati ya serikali ya Kenya pamoja na ya Tanzania kwa sababu ya haya matukio yaliyojiri hivi karibuni. Hata hivyo, vyombo vya usalama vya Kenya vinastahili pongezi, kwa sababu tofauti na Tanzania ambapo vyombo vya usalama vimekuwa vinafanya kazi kwa matakwa labda ya CCM, nchini Kenya vyombo vya usalama vimekuwa vikijitahidi kufanya kazi kwa uadilifu, kama unavyoshuhudia hili la kumwokoa mshabaha. Una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwa